Na tupo katika somo ambalo tunasema tunataka tukutane, turudishe uhusiano na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndio kiongozi, lakini watu wanajiongoza wao, wanaongozwa na watu wanaojiongoza wao, wanakataa mwongozo wa Roho Mtakatifu kupitia mioyo yao. Ndani ya moyo wako ukibeba vitu kama nilivyosema pale mwanzo, huwezi kuwa na Roho Mtakatifu, huwezi kuongozwa na Roho Mtakatifu. Na kama hutaongozwa na Roho Mtakatifu, hautakuwa na Mungu. Maana hao waongozao na nani? Na Roho. Hao ni nani? Kijiongoza na vitu vyako ndani ya moyo wako, unatoka kwenye uhusiano huo, unatoka kwenye uhusiano wa wewe na Roho Mtakatifu. Sisi tunarudishwa kuanzia sasa, tunarudishwa tena upya. Tunarudi upya kwa Roho Mtakatifu. Amen. 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 Kwa kuwasamea watu. Yesu oye. Na katika maisha hayo unapotaka unapoendelea mbele kutengeneza uhusiano mzuri na Roho Mtakatifu, zingatia haya. Epukana na maneno. Epukana na maneno na ubishani ovyo. Kuna watu wanapenda kubishana. Kuna watu wanapenda kuingia kwenye maneno yasiyofaa. Epukana na wivu. Wivu uliobeba hila. Kwenye wivu